Asante. Swali langu mimi au ombi langu mimi kwa mama, sisi tupo shehia ya Kinoe. Shehia ya Kinoe sasa hivi imekuwa kubwa sana, watu ni wingi. Kwa hiyo tulijengewa kituo cha dharura cha hospitali. Kile kituo kimesimama, hakikuendelea tena. Tunakuomba Mheshimiwa Mama Salama Mbaruk Khatibu, utufikishie huu ujumbe kwa viongozi wa juu zaidi. Tunaomba kile kituo cha dharura pale Kinoe cha Njamuwale kiendelezwe. Watoto wetu, wake zetu wanapotaka kujifungua au wanapofikia, basi tuwe na dokta wa karibu. Hilo ndio ombi letu kwako. Zangu, jambo la kwanza, watu wa ukanda huu tumeona choyo, watu wa ukanda huu kupitishiwa barabara ya lami. Kwa hiyo nasi tuwaomba kuanzia Mwembe Jivuli hadi Beach Boys School, na si tuangaliwe kutiliwa lami ile barabara yetu. Lakini swala ambalo kwa wale limenigusa sana jingine ni kwamba Jumuiya ya Maendeleo ikishirikiana na watu wa Tumbe na taasisi zilizomo ndani ya Tumbe tofauti tofauti, makampuni ya mwani na mambo mengine, tulijitahidi kujenga skuli yetu ya Tumbe Beach Boys. Leo ni mara ya pili kuliuliza swala hili. Tathmini yetu Jumuiya ya Maendeleo, wanafunzi watakaoingia tutu mwaka huu ni 1200 wenye umri wa miaka mitatu hao. Wanafunzi watakaoingia darasa la kwanza ambao wako kwenye tutu ni 750. Skuli hile tulijenga kwa ajili ya kuondoa wingi wa wanafunzi ndani ya skuli zetu zilizoko Chwaka, lakini hadi leo skuli ile haijakuwa tayari kuhamiwa. Kwa kumshukuru Mama Samia Suluhu Hassan kwa kushirikiana na Dr. Mwinyi kwa miundombinu ya kutujengea barabara na majumba, na hapa saluti kwako japo kama mkono ni mbovu. Swala la tatu, na changamoto mbili, but naanza ya kwanza. Mama Salama, wewe kiongozi bora, umfanya kazi, mchapa kazi, japo kama kuna changamoto za kazi zinakuingia na uchoki, lakini stahimili ndio kazi. Changamoto yangu au ya wananchi wa Tumbe au ya jimbo la Tumbe au ya wilaya ya Tumbe au ya mkoa kaskazini au ya kanda ya Pemba ni njaa. Mkuu wa mkoa huna uwezo wa kupururisha bei ya vyakula, but tunaomba ombi letu ulifikishe kwa Mama Samia Suluhu Hassan kulifikiria swala la kupururisha bei ya vyakula, kwa sababu mimi binafsi nikitaka kuongeza nikiwa pili, lakini nimeshindikana kwa sababu chakula kimekuwa bei ghali. Changamoto ya pili, Mama Samia Suluhu Hassan na mkuu wa mkoa, tunakuomba utufanyie nguvu, sio tunahitaji mahitaji maalum au walemavu. Pakitokea changamoto yoyote, pakitokea fursa, pakitokea nafasi, tunakuomba Mama Samia tuangalie na si walemavu. Si hatukuomba tu binadamu kama kawaida. Mimi ni mjumbe wa wilaya ya UWZ, wilaya Micheweni, na akilisha walemavu wenzangu. Kwa hilo asanteni. Asante, shukrani. Naam, hospitali tunazo, maskuli, hata wazee wetu wanahesimishwa. Zamani ilikuwa hakuna kupokea pesa wazee, lakini sasa hivi Dr. Mwenye kaja na 50,000, naamini akipata 5 tena itakuja laki, au sikwali wazee wangu? Na lakini pia tuna changamoto katika shehia Wingu Njuguni, wana vikundi, tunahitaji mikopo. Ndio hayo tu, asante. Hatuna budi kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kutujalia uhai na uzima mpaka sasa tunapumua. Pia hatuna budi kupeleka shukurani kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kutujalia mpaka sasa dini ambayo ameiasisi tunaendelea nayo. Ama katika changamoto ambazo zipo ndani ya skuli ya Salama maandalizi na msingi, kwanza kuna changamoto kubwa ya maji ambayo ndani ya ile shule wanafunzi hawapati huduma ya maji. Ingawa sasa kuna kisima ambacho kinachimbwa sasa hivi, ila changamoto kubwa hicho kisima hakijamaliza, basi wananchi washaanza kukingangania pale.
Hiyo ni changamoto ya kwanza. Lakini changamoto ya pili ni yale mabanda hayakuingizwa madirisha pamoja na milango, jambo ambalo linapelekea uharibifu wa rasilimali kama mafeni pamoja na zile miundombinu ya umeme yaliyomo mule ndani. Hizo ni miongoni mwa changamoto kubwa ambazo zinaikabili ile skuli. Na pia kama ile madarasa ya maandalizi, kama tutaweka mapicha mule, basi ni rahisi vijana pamoja na watoto kwenda kuyachana mule, jambo ambalo linapelekea wanafunzi kukosa hizo huduma. Hizo ndio changamoto kubwa ambazo zinaikabili ile shule mpaka sasa. Asante. Salama Mbako Kazini Pemba, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Micheweni, ndugu viongozi wote kutoka meza kuu ambao tumeambatana pamoja, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kwanza nikushukuru kwa fursa hii ya kipekee kwa mara nyingine tena kuweza kukutana na wananchi wa Tumbe, lakini sambamba na wananchi wa Wingwi. Katika uwanja huu nadhani ni wiki chache zilizopita tulikuwa pamoja na wananchi wa Tumbe kwa ajili ya kujadili changamoto mbalimbali ambazo zinatukabili katika maeneo yetu. Lakini nashukuru sana leo tumepata fursa pia ya kuwa na ndugu zetu wa Wingwi, na nashukuru kwa namna ya kipekee kwamba na wao wameweza kuchangia yale ambayo wanaona kwao ni sehemu ya changamoto. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, lipo jambo moja la kero ambalo limezungumzwa na ndugu zetu wa Tumbe kwamba yapo maeneo ambayo wananchi wamevamia na kujenga bila kufuata utaratibu. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nataka nikuambie kwamba sasa halmashauri ya wilaya Micheweni imeandaa mpango maalum kwamba kila siku ya Jumamosi na Jumapili kutakuwa kuna kliniki ya kutembelea maeneo hayo. Kila siku ya Jumamosi na Jumapili tumepanga kliniki ya kutembelea maeneo ya shehia zote ya wilaya Micheweni. Kwa kila shehia tumeipangia siku mbili. Kwa hiyo leo Jumamosi ya leo na Jumapili ya kesho tumepanga kwa ajili ya shehia za Micheweni. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, sambamba na hilo ni kuambie kwamba maeneo haya ambayo yametajwa ya Tumbe Makadara kwamba yanajengwa ovyo, kufuatia utaratibu huo ni kwamba Jumamosi inayokuja itakuwa ni zamu yao. Kwa sababu ya namna ya kipekee tulitaka tuende Konde, lakini wenyeji wa Konde wakatuambia wao watahitaji kwenye Jumamosi inayokuja zaidi. Kwa hiyo fursa tutaitoa kwa wananchi wa Tumbe kutembelea kwenye maeneo yote ya makazi, kuangalia namna gani wananchi wanavyojenga. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, sambamba na hilo tumewasiliana na watu wa mamlaka ya ardhi. Watu wa idara ya ardhi tumekubaliana kwamba maeneo ya Tumbe Kojifa yamepimwa kwa mujibu wa utaratibu. Kwa hiyo wao watakuja rasmi kutusaidia kwa ajili ya kuonyesha michoro pamoja na maeneo ambayo yamewekwa kwa ajili ya barabara na miundombinu ya serikali ambayo itakuja kuwekwa. Kwa hiyo Mheshimiwa, nataka niwahakikishie wananchi wa Tumbe kwamba tuko makini kwa hili na lipo kwenye utekelezaji. Kwa hiyo tunaomba mashirikiano ya dhati na yale maeneo ambayo watu wanataka kujenga. Utaratibu uko wazi. Wananchi tunatakiwa tuanze kwa Mheshimiwa Sheha. Tunao sheha wa mashariki, tunaye sheha wa magharibi. Na wenzetu wa Wingwi tayari tunao masheha wetu kwenye shehia zetu. Kwa hiyo tunaomba mtu yoyote aliye na dhana kuweza kutaka kuanzisha ujenzi, basi jambo la awali ni kwamba anatakiwa afiki kwa sheha wa shehia husika kwa ajili ya kumpa azma yake ya kutaka kuanzisha ujenzi. Sheha atajiridhisha kwamba eneo hilo ni salama, eneo hilo halina mgogoro. Sambamba na hilo atatoa barua sheha. Barua hiyo utakuja nayo halmashauri ya wilaya Micheweni kwa ajili ya kuja kufanyiwa vipimo kwenye eneo lako kwamba lile eneo linastahili kujenga nyumba ya makazi, lakini eneo ni salama kwa ajili ya mapitio ya njia, lakini sambamba na nyumba ambayo unataka kuijenga iwe ya namna gani ili isiweze kuleta athari kwa maisha ya baadaye. Kwa hiyo naomba ndugu wananchi tushirikiane kwa hili kwa maeneo yote ya Tumbe, lakini maeneo ya Wingwi. Sambamba na hilo, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, wapo wenzetu wamezungumza suala la vikundi vya wajasiriamali. Hili nilijibu kwa ujumla kwamba Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa kushirikiana na Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, upo utaratibu wa kuweka asilimia fedha inayokusanywa katika halmashauri zetu. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ameanza kutanguliza kusema kwamba utaratibu huu ni kwa 10%, kwamba mapato yote yanayotoka kwenye halmashauri zetu yanakatwa 10% ya kila mwezi. Kama umekusanya shilingi milioni 100, basi kuna 10% ya milioni 100 inatakiwa ibaki kwenye maeneo yetu kwa ajili ya kusapoti vikundi vya wajasiriamali. Kwa hiyo 4% kati ya 10% hizo ni kwamba zitaenda kwa kina mama, lakini 4% kati ya 10% hizo zitaenda kwa vijana na 2% zitaenda kwa watu wenye mahitaji maalum, yani walemavu ambao wametajwa hapa.
Kwa hiyo nichukue fursa hii kusema kwamba mpaka kufikia wiki iliyopita, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ni kwamba Ijumaa mpaka Ijumaa tunao utaratibu wa kupitia vikundi vyote vilivyosajiliwa kwa ajili ya kukupatia ridhaa na kuvifanyia tathmini kwamba ni asilimia ngapi ya fedha inayotakiwa itolewe. Na fedha hii, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, utaratibu ambao ameweka Mheshimiwa Rais ni kwamba fedha hizi zinatolewa kutoka milioni 2 hadi milioni 30 kwa kila kikundi. Dr. Mwinyi oye! Ni kutoka milioni 2 mpaka milioni 30. Nategemea shughuli ya kikundi ambayo inafanyika. Kwa hiyo niwaombe, tumemaliza vikundi kwenye wiki iliyopita. Sasa hivi hatuna kikundi kwenye mfumo ambacho hakijafika kwenye mamlaka ya uwezeshaji. Kwa hiyo naomba tuendelee kujisajili. Wananchi wote wa Tumbe Mashariki, Tumbe Magharibi na wananchi wote wa shehia za Wingwi tuendelee kuleta vikundi vyetu. Tutakwenda kwa afisa anayehusiana na masuala ya uwezeshaji wananchi kiuchumi, ofisi ya mkuu wa wilaya Micheweni, kwa ajili ya kupata ridhaa. Atapewa barua maalum, atakuja kwenye halmashauri yetu ya wilaya Micheweni, tutamuingiza kwenye mfumo. Dr. Mwinyi anasema hahitaji nini? Hahitaji tena makaratasi. Kwa hiyo fedha zipo za kutosha, watu wataingizwa kwenye mfumo. Kikundi chochote kitakachoingiwa kwenye mfumo ni kwamba Dr. Mwinyi ana uwezo wa kukiona pale pale kwenye meza yake akiwa Ikulu. Kwa hiyo hii ni fursa ya kipekee, tuitumie. Vikundi visajiliwe, na wale ambao hawana vikundi waende kwa mkuu wa wilaya, kwa afisa anayehusiana na masuala ya uwezeshaji, vikundi vikasajiliwe. Baada ya kusajiliwa, Waheshimiwa afisa mdhamini pamoja na meza kuu yote, itifaki imezingatiwa. Mama Samia oye! Bado. Mama Samia oye! Dr. oye! Mitano tena ipo. Tutaitoa mitano tena mapema kabisa. Waswahili wanasema asiye macho kweli eh? Basi na mimi nakuja kuongeza tena kasi ya maendeleo. Tumeamua hii gari inatembea kwa spidi iliyokuwa haikamatiki. Ukiwa kama kuja kuweko tayari, utakaa pembeni, utatusubiri. Kweli si kweli? Sasa akina mama oye! Akina mama niseme, haya, tuna mpango ambao ni kabambe. Dr. Mwinyi anasema lazima tuwawezeshe kina mama nao, kwa sababu ndio walezi na ndio waanzilishi wa familia bora. Basi tumeamua rasmi sasa, kila shehia tutatoa wajasiriamali 25. Dr. Mwinyi Tano tena. Dr. Mwinyi Tano tena. Na mpango huu sio wa kulaza. Yaani hili tarehe 20 mwezi huu kazi inaanza. Wale masheha wakae mkao wa kula ili kuona jasiriamali tunapiga hatua. Maendeleo jamani, ndio hivi tunaenda. Na ndio maana nikawaambia kwamba kasi ya gari sasa hivi imekolea moto. Kama huwezi kaa pembeni, kama unaweza tunasema mitano. Ndugu wananchi, neema siku zote ni wenye kuifikiria, ni wenye kuilinda na kuhakikisha kwamba neema ile haitupotei. Ndio maana kwa maksudi tumeamua kudhamiria kuona kwamba tulicho nacho ni kibora zaidi, basi tuongeze jitihada ili kupata maendeleo zaidi. Toka tufahamu huko tunakotoka, haya yalikuwa hayapo. Maendeleo mengi sana yameelezewa, hatuna haja ya kurejea, na ndio maana tukasema kwamba kazi hii tunapaswa tuipongeze na tuisupport, tuone kwamba tunafika katika stage tunayohitajia. Jamani, niwaombe sana sana sana, tuungane na waheshimiwa wetu Dr. Mwinyi na Mama Samia, tuone kwamba tunafika tunapopataka kwa kuleta maendeleo bora.
Baada ya haya machache, asanteni sana. Haya ni matayarisho ya miaka mitano inayofuata chini ya uongozi wa Dr. kwenye mara nyingine Dr. Ali Hassan Mwinyi, sawa, pamoja na Mama Samia. Kimsingi katika eneo la Tumbe kuna mradi wa Exim Bank. Exim Bank ni mkopo ambao serikali ya Mapinduzi Zanzibar imechukua takriban miaka mitano nyuma, lakini kulikuwa na utekelezaji wa mradi huu katika wenzetu Unguja kule, lakini sasa hivi tunategemea sana miezi miwili tu inayofuata tutaanza utekelezaji wa mradi huo hapa Pemba. Na mradi huo kwa hapa eneo la Tumbe umeweka karibuni US dola za Marekani milioni 12. Ukizibadilisha hizo takriban ni bilioni hazipungui 30. Kwa hivyo tunategemea kwa mwaka huu tuliona wa fedha ambapo tunategemea mradi huu wakati wote utaanza unaondosha matatizo yote ya maji katika eneo hili la Tumbe, pamoja na maeneo mengine ambayo sina haja kwa sasa hivi ya kuyazungumza katika maeneo kama Konde na Msuka na wapi, lakini kwa sababu tuko Tumbe tunazungumzia swala la Tumbe. Na niseme katika hili tulifanya design miaka minne iliyopita, na juzi tu tulileta hapa wataalamu kuja kufanya mapitio kwa ajili ya utekelezaji. Maana yake ni kwamba michoro yote ipo na tayari tumeshachagua timu ambayo itasimamia mradi huu. Kwa hivyo wakati wote mradi wa Exim Bank katika eneo hili la Tumbe utaanza pengine mwezi unaokuja tu, miezi miwili unaokuja, tutaona harakati zinaendelea, na tunategemea kwa mradi huu alikuwa tatizo la maji litakuwa limeondoka kwa ujumla wake Pemba hapa Tumbe. Lakini pamoja na hayo, katika kusisitiza zaidi mikakati ya serikali katika eneo la maji kwa Pemba nzima, basi pia kuna mradi wa KfW ambao huu ni fedha zinazotoka katika benki ya Ujerumani, lakini vile vile kuna pesa nyingine zinatoka European Union. Lakini pia katika budget ya mwaka huu wa fedha tumetenga pesa za kutosha kuhakikisha matatizo ya maji kwa Pemba yanakwenda kuondoka. Niwaambieni tu tunategemea sana kwamba serikali kwa kupitia wizara yetu ya maji tunakwenda kuondosha matatizo ya maji ndani ya miaka hii miwili. Yani kwa Pemba tutakuwa hatuzungumzi tena habari ya tatizo la maji kwa maji, tunazungumza habari ya kuya manage maji tu, ili kuhakikisha kwamba wananchi wanapata maji kwa muda wa kutosha, yani maji yaliyoendelevu. Halafu swala jingine hapa, mheshimiwa mkuu wa mkoa, nimeulizwa ni swala la Saninga. Nimelipata hapa watu wanataka kujua kuhusu masuala ya fidia ya eneo la Saninga. Ni kweli eneo la Saninga tulichimba mchanga pale siku nyingi na tukachukua takwimu za miti na watu mbalimbali kulingana na jumla ya miti yao iliyokuwa pale. Nikahakikisheni kwamba ripoti ya fidia iko ofisini kwangu. Ripoti ya fidia iko ofisini kwangu. Sina haja ya kutaja shilingi ngapi zimeandikwa mle. Lakini ripoti ya fidia iko ofisini kwangu. Sasa hivi tunafuatilia mambo muhimu, kwa sababu zile ni fedha. Ndio nataka tuhakikishe fedha ile inamfika mwananchi kiuhalali kabisa, na ambaye yeye ndio mhusika wa kupata zile fedha kimsingi. Kwa hivyo tunaomba watu wa Saninga tufanye subira kidogo, kama wapo wanajua process iko vipi, wanaelewa wenyewe. Kwa hivyo nategemea wakati wote tutapata ufumuzi, na baada hapo sasa tupata maelekezo kutoka wizarani makao makuu, tutaweza kumaliza swala la kulipa watu fidia kama vile ambavyo tulifanya katika eneo la Uondwe. Na kwa haya machache nadhani kama kutakuwa na swala lolote la maji hususan, kwa hivyo nakaribisha maswala yote ya maji. Tumbe oye! Wingwi oye! Mheshimiwa mkuu wa mkoa ende akanunue mchele kilo shilingi 2000. Anasema mchele usizidi 1500. Dr. Mwinyi oye!
Tukija tena tutalalamika sasa masuala ya kuvimbiwa. Shehe wangu Shehe Masudi, utavimbiwa ndani ya serikali hii ya awamu ya 8. Nadhani nisizungumze sana, maana mengine nikizungumza mnaweza mkashangaa. Lakini niwaambie wanatumbe, jipangeni na kuyapokea mafuriko ya maendeleo. Leo kama munaona kama tunafanya masara, tulipita hii barabara moja, tumepita hiyo etaje hapa kutokeza hapa. Barabara ile wazee wangu mashahidi, miaka yote tuliyopita haijawahi kupata hata fusi. Ni kweli si kweli? Sasa hivi dereva tuliyekuwa naye kama sikumshitua, basi alijiona kama labda yuko kwenye ndege, gari ingaliruka. Lakini bwana hii barabara haijapata alama. Ile barabara itakuwa na mataa, ile barabara itakuwa na mitaro, ile barabara itakuwa na alama za barabarani. Hii nayo kama ni barabara, shida inayotupata ni moja. Tulipokuwa tunajenga njama hizo, tulikuwa hatufikirii kwamba kuna awamu itafika barabara ziende mpaka vichochoroni. Sasa tunapata shida ya kulipa fidia. Inshallah nahimizwa juu ya wakati. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, naomba nirejeshe spika kwako, lakini nadhani wananchi wamenielewa. Asante sana. Tukianza kwa Mama Samia, ndani ya jimbo la Tumbe tumefaidika sana na COVID-19. Tuna miradi karibu 5 kupitia COVID-19. Lakini tukija kwa upande wa Dr. Mwinyi, mengi yashazungumzwa. Afisa elimu alizungumzia suala la majengo pamoja na ajira, lakini mimi nikwambie mdhamini, kila mzazi sasa hivi anatamani mwanawe asomee ualimu kutokana na mshahara alivyoongeza Dr. Mwinyi. Nadhani baada ya miaka 2 tukaenda kutoa pesa benki, tutahitaji escort ya polisi kwa mambo yalivyo mazuri. Lakini sasa hivi mwalimu mkuu ana uwezo wa kuajiri mfanyakazi wa ndani na akamlipa kupitia posho la mwalimu mkuu peke yake bila kugusa mshahara wake. Lakini ikiwa hiyo haitoshi, ndani ya mwezi wa 10 walimu wakuu wote tutakuwa na pikipiki zetu. Lakini hapo mbele kidogo mtanikuta na wafungia vioo. Gari zinakuja special kwa walimu wakuu. Tunataka nini tena kutoka kwa Dr. Mwinyi? 5. Na ingekuwa hatuogopi kuvunja katiba tungesema 10 tena. Lakini kuna jambo kubwa linakuja kwa wazee wetu. Tulikuwa tunalalamika, jamani, kaya maskini tumekosa, tujiandaeni. Inakuja kaya maskini awamu ya 3. Wale wote ambao walikuwa hawakupata awamu ya kwanza na awamu ya pili, inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu awamu ya 3 zitapatikana. Lakini tunapoitwa kwenye vikao tuhudhurie, kwa sababu kule ndo tutapata yale tunayoyataka. Mama Samia, Dr. Mwinyi arasije. Asanteni. Kiwemo makatibu wetu tawala, makatibu tawala ambao ni waratibu, katibu tawala wilaya ya Micheweni, katibu tawala wilaya Wete na katibu tawala wilaya Ndongo Kojani. Timu maalum ya uratibu wa shughuli za Dr. Hussein Ali Mwinyi ya mkoa wa Kaskazini Pemba mliopo hapa, ndugu wakuu wa taasisi mbalimbali, natambua uwepo wa ndugu yangu Bitarehe pamoja na ndugu yangu Ismail. Hawa ni kutoka Wizara ya Elimu, lakini na wale ambao wanatoka Wizara ya Afya na taasisi nyingine zote ambazo ziko hapa, wazee wetu mliohudhuria kwenye mkutano wetu huu, wananchi wote kutoka shehia za jimbo la Wingwi lakini na shehia za jimbo la Tumbe, wana brass band na vikundi vingine vya hamasa, waandishi wa habari, itifaki nimeizingatia, mabibi na mabwana.
Assalamu alaikum. Awali ya yote, na mimi nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia neema ya uhai, amani, uzima na afya njema. Nichukue nafasi hii ndugu zangu kuomba sote tuliopo hapa tusimame kwa dakika moja kumwombea dua maiti wetu ambaye leo hii ametangulia mbele ya haki. Tumtakie heri na rehema. Naomba tusimame sote kwa dakika moja tumwombee dua. Anaitwa nani maiti wetu? Anaitwa nani maiti wetu? Biki Sahani. Sahani Suleiman. Haya. Allahumma salli wa rahmah hasnaha fi jannati ya rabbi Haya basi tukae. Naomba tukae na kwa utulivu mkubwa. Mimi niliwasikiliza na mimi naomba mtulie. Mnisikilize au sio? Tumbe oye! Wingwi oye! Dr. Samia oye! Dr. Hussein oye! Na nyewe wenyewe oye! Mheshimiwa mkuu wa wilaya na viongozi mbalimbali pamoja na wananchi wote, kwa aina pekee na kwa heshima kubwa sana napenda nimshukuru na nimpongeze Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kazi kubwa ambayo wameifanya ndani ya kipindi hichi cha miaka mitano kuweza kudumisha amani na kuweza kupata maendeleo makubwa. Naomba tuwapigie makofi ndugu zangu. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan na Dr. Hussein Ali Mwinyi wameweza kudumisha amani iliyopo na kuweza kupatikana maendeleo makubwa ambayo kila mmoja leo amekuwa ni shuhuda wa maendeleo haya. Na ndugu zangu, wao wenyewe wanaposimama kusimamia amani, na sisi hatuna budi kuunga mkono juhudi hizo ili kuona kwamba maendeleo ambayo sasa tunakwenda nayo ya 2025 2030 sote tunafaidika kwa njia moja au nyingine. Naomba tuwapigie makofi. Kwa aina pekee na kwa heshima kubwa sana naomba nimshukuru sana Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa maendeleo makubwa ndugu zangu ambayo ameyaleta Zanzibar. Leo kila mmoja amekuwa akisema mafanikio ambayo yameletwa na jemedari wetu, kiongozi wetu Dr. Hussein Ali Mwinyi katika maeneo yetu yote. Ndugu zangu, barabara, hospitali za wilaya, shule za ghorofa pamoja na shule nyingine za kawaida, kuboreshwa kwa madarasa, kuwekwa vifaa vyote madarasani, kuajiri walimu, kuwalipa posho na kuongeza ajira za afya. Lengo lake ni kutoa huduma bora kwa wananchi. Tumeweza kuona huduma za maji safi na salama zilivyopelekwa kwenye jamii zetu. Yote haya ndugu zangu ni kuona kwamba Mheshimiwa Rais anaunga juhudi mkono za wananchi wanyonge. Hivyo ndugu zangu Wanatumbe, ndugu zangu Wanawingwi, hatuna budi kumuunga mkono yeye na Dr. Samia Suluhu Hassan ili waweze kufanya mema na mazuri ambayo wameyapanga kuyatekeleza kwenu nyinyi. Mheshimiwa mkuu wa wilaya na viongozi mbalimbali na ndugu wananchi, nataka niwape salamu za Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi.
Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, wana Wingwi na wana Tumbe anawasalimieni sana, na katika salamu zake Mheshimiwa Rais anataka mudumishe amani iliyopo. Amani hii, amani itabakia kuwa amani, na amani haina mbadala wake. Na amesisitiza Mheshimiwa Rais kwamba amani tuliyonayo ikitoweka kuirejesha ni gharama kubwa. Ndugu zangu, tuendelee kuilinda amani tuliyonayo. Amani ni hazina. Amani hii ikitoweka, watakaoteseka ni akina mama na watoto. Tumeweza kuona mataifa mbalimbali ya nje ya nchi, tukiona kwenye taarifa za habari, tumekuwa tukiona msaragambo wa watu ambao wanahangaika katika nchi yao. Mama hamjui baba, baba hajui familia, na wamehama katika majumba yao, wanahangaika, hawajui wanakwenda wapi. Ndugu zangu, hayo tuyasikie kwenye mataifa ya nje tu. Kumekuwa na kauli nzito za baadhi ya viongozi wa vyama vya siasa kuweza kuhimiza kuleta vurugu ndani ya nchi yetu eti kwa sababu ya uchaguzi mkuu wa 2025. Ndugu zangu, uchaguzi sio ajabu. Kila baada ya miaka mitano ndani ya taifa letu, kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, tunafanya uchaguzi kwa mujibu wa katiba. Uchaguzi huu lazima tutumie hekima, busara, tuone kwamba tunaingia kwa usalama na amani. Hili linawezekana. Wananchi, tutumize wajibu wetu. Serikali kama serikali imeamua kuhakikisha kwamba itafanya vyovyote iwezekanavyo. Uchaguzi huu lazima wananchi wende wakapige kura kwa usalama na amani. Na mimi nataka niwahakikishie kwamba imani ya Mheshimiwa Rais kwamba wananchi wote wende wakapige kura bila matatizo ya aina yoyote. Nikimalizia salamu hizo, ndugu zangu, tunawaomba sana tuwe wenye subra kubwa kuhakikisha kwamba tunaendelea kuidumisha amani tulionayo. Amani hii watu wanataka kuichezea, lakini nataka niwaambie mara hii wana Kaskazini Pemba lazima tuonyeshe mfano kwamba sisi ni walimu wa siasa na uchaguzi. Tunayo mifano kwamba chaguzi zilizopita vijana wetu ndio waliokuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba wanaimarisha vurugu na kuharibu amani iliyopo. Akina mama, nyinyi ndio ambao mlibeba mimba miezi 9 na mkafika pahali mkao mnamuomba Mungu nifungue nipate mimi nizae salama na mtoto wangu awe hai. Mungu kawajalia, mmejifungua salama salimini. Vijana wenu ndio hawa hapa. Kila mmoja aseme na kijana wake ili kuhakikisha kwamba uchaguzi huu wao wasiwe wenye kutolewa muhanga. Na kama kuna viongozi ambao wanahimiza vijana wende wakafanye vurugu, na waagiza vijana wa mkoa wa Kaskazini Pemba, hasa Wanatumbe na hasa Wanawingwi, hakikisheni kwamba anayewaambia yeye amejitokeza mstari wa mbele, watoto wake, viongozi wenzao, ili kuona kwamba nyinyi mnakaa nyuma ya wale viongozi ambao wako mbele. Hawakutoka. Vijana wa Umu Salama, nendeni kapigeni kura, rudini nyumbani, subirini matokeo. Hapo vipi? Hapo vipi? Vijana mmenielewa? Vijana mmenifahamu? Vijana mmenisikia? Wazee nyinyi mmeshaona mambo mengi, na matarajio yangu kwamba nyinyi 1964 mliweza kupata taarifa mbalimbali. Wako watu wanaodai kwamba wanataka kufanya mapinduzi,
Ndugu zangu, mapinduzi ni ya mwaka 1964. Hakuna mapinduzi mengine hapa. Tukaeni kwa usalama, tukaeni kwa amani, tuilinde heshima tulionayo ndugu zangu. Na sisi tumekuwa wahanga wa masuala haya. Nafahamu kwamba wananchi toka 92 hadi leo wengi wetu tumeathirika kisaikolojia kwa sababu ya kitu kinachoitwa siasa. Ndugu zangu, siasa sio chakula. Siasa ni utaratibu na ni mchakato ambao kwa sasa jemedari wetu Dr. Hussein Ali Mwinyi ameupatia mwarobaini kwa kuleta maendeleo ili vijana muweze kupata heshima na hadhi kubwa ya kuweza kujiajiri. Nataka niwaambie, mkurugenzi amekuja hapa, vijana nyinyi munazo fedha zenu ndani ya halmashauri ya wilaya Micheweni. Niwaombe wale ambao wana miradi wende kwa mkurugenzi, Mheshimiwa mkuu wa wilaya, simamieni vijana wa wilaya Micheweni, wende wakapewe fedha ili waweze kupumzika. Akina mama, mnayasikia mambo hayo? Yote ni kuwanusuru vijana wenu. Asitokee mama akamtoa muhanga mtoto wake. Kuna uchawi ule ambao tunasema ni Hassan, lakini huu ndio uchawi kwa kumtoa muhanga, kumwambia mwanao nenda kajiunge na vurugu, nenda kahatarisha amani. Vijana, mara hii nataka munionyeshe mfano. Mimi niko tayari na nawahakikishia wana Kaskazini Pemba, hata mpira wa baskeli hautodata katika uchaguzi huu. Mumenisikia? Mumenifahamu? Hapo vipi? Hili linawezekana, kila mmoja atimize wajibu wake. Wazazi, simameni, zungumzeni na vijana wenu. Vijana, nilishawaeleza nyinyi sio lazima mufe ili watu watawale. Lazima watu watawale nyinyi mkiwa hai, mkishuhudia kwamba sisi tunaondoka kwenye madaraka, nyinyi ndio mnabeba dhamana hizi. Tumefahamu vizuri? Serikali yenu inayoongozwa na jemedari Dr. Hussein Ali Mwinyi ina nia njema, haina nia ya kumdhalilisha mtu wala lengo la kumdhalilisha mtu. Inataka watu wote waishi kwa amani na watu wote waendelee na shughuli zao za kawaida bila bughudha ya aina yoyote. Kwa hiyo tumesema tutoe tambihi na mapema, uchaguzi huu tusiwe na wasiwasi. Watu wakawa wanaangalia sijui itakuwaje. Ya Rabbi, Mola wetu tujalie, utuombe dua hii ili iwe hivi, ili iwe hivi. Tumesema wana ulamai na tumewaita, tulishakubaliana nao, wao watatoa imani ya kiroho ili kuona kwamba wanahubiri misikitini juu ya suala la amani. Wakifanya hivyo, viongozi wa serikali na sisi tutapita katika maeneo yetu yote. Leo kwa wilaya Micheweni tunamalizia ziara yetu hii kwenye majimbo. Kesho tunamalizia Gando. Tumemaliza majimbo yote kuzungumza na wananchi juu ya kutunza amani, juu ya kusimamia amani, juu ya kuhakikisha kwamba ndani ya mkoa wetu hakuna vurugu ambayo itatokea. Na ndugu zangu, nawaambia mimi naitwa Salama, sitaki shari. Lakini jengine nataka niwaambie wananchi kwamba ng'ombe ndiye anayetikisa mkia, mkia hautikisi ng'ombe. Tumewambia vizuri. Wazee wangu mmekaa nyuma, nyinyi ndio mliona watoto, ndio mliona vijana.
tahadharini sana, tahadharini sana na lugha zinazotolewa. Tumekuwa tukitoka kwenye maeneo mengine, wananchi wanatoa maelekezo kuhakikisha kwamba mheshimiwa, sisi kwa mara hii tutahakikisha tunaungana na serikali yetu kuona kwamba hakuna mtu ambaye atashiriki kwenye vurugu la aina yoyote. Sasa nataka niwaulize Wanatumbe na wana Wingwi, nyinyi mnasemaje? Je, mtalinda amani iliyopo? Wanaosema kwamba tutaendelea kutunza amani mpaka kumalizika uchaguzi, naomba tusimameni na wazazi wetu ili kulinda hadhi na heshima. Uchaguzi huu uwe watu waje wasome kaskazini Pemba. Mnasemaje? Haya, mimi nawakubali sana. Sasa kuna watu wamezungumza juu ya suala la vijana wetu ambao wana ulemavu. Wamezungumza suala la vijana wetu ambao wana ulemavu. Wamezungumza suala la wazee ambao wamefikia umri wa miaka 70, lakini kwa bahati mbaya wamejipunguzia miaka kwa kutokuelewa. Niwaambie kwamba Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, naomba masheha waorodheshe hawa watoto ili kuhakikisha kwamba tunakwenda kuwafanyia kazi, ili kuhakikisha kwamba watoto hawa walemavu wanaingizwa katika mpango wa mazingira magumu, ili na wao angalau tuweze kuwasaidia. Lakini nyingine, kwa wale ambao wako na umri wa miaka 70 lakini wamejipunguzia miaka kwa makosa, tumeamua kuja kuhakikisha kwamba tunajiridhisha na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya. Nataka hili waandikwe wazee wetu ambao wana miaka 70, taarifa ipelekwe Wizara ya Fedha, hawa na wao waweze kufaidika, kwa sababu ni agizo la Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Lakini suala lingine, mmezungumza juu ya suala zima la kupatiwa mikopo vikundi vile vya ushirika. Nichukue nafasi hii kukushukuru kwa dhati Dr. Hamisi kwa ufafanuzi. Wanawake oye! Wanawake na maendeleo oye! Amekuja hapa Dr. Hamisi mbele yenu, ameeleza kwamba tarehe 20 mtaweza kupatiwa mikopo kwa ajili ya jukwaa lenu la wanawake. Wako wanawake wajane, wako wanawake ambao wanafanya shughuli za vikundi vya ushirika. Tunataka tuambie kwamba zoezi hili litasimamiwa ili kuhakikisha kwamba kila shehia watapewa hatua ya awali wanawake 25 mara shehia 25. Watakuwa wangapi hao? Watakuwa wangapi hao? 25 kwa shehia moja mara shehia 25. Watakuwa wangapi? Watu 625 kwa pahali pamoja wataweza kunufaika na mpango huu. Hapa mnasemaje akina mama? Lakini mmeambiwa na mkurugenzi, fedha pia zipo. Nendeni pale halmashauri ya wilaya Micheweni, nendeni kachukue fedha zenu, muje mujiendeleze. Tumefahamiana vizuri? Lakini pia kwa wenzetu ambao wanaishi na ulemavu, fedha zao 200 pale zipo. Nendeni ndugu zangu, mwende mkajipatie fedha zenu, kwa sababu hizo mmewekewa na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Msilalamike, fedha zipo. Nendeni kachukueni, mje mfanye shughuli za kujiletea maendeleo ili muweze kujikwamua na umaskini. Lakini ndugu yangu hapa kasema, mratibu wa timu maalum hii ya Dr. Hussein Ali Mwinyi ameeleza ndugu yetu Tambuu kwamba sasa hivi tunaingia katika mpango wa TASAF ya tatu. Mpango huu wa kunusuru kaya maskini, wako watu hawajafaidika. Kwa wale ambao hawajaingia mara hii, kama alivyoahidi ndugu yetu Tambuu, wale wote ambao hawajaingia katika
mfuko huu wa kaya maskini wote wataingia mara hii. Sasa utaratibu mnaotumia, tumesema mara hii sisi wasimamizi wa TASAF Pemba, mimi na waheshimiwa wakuu wa wilaya pamoja na makatibu tawala, tutakuja kuwafundisha, kwa sababu nyie wenyewe ndio mnaosema huyu si maskini, huyu ni maskini zaidi ukilinganisha na huyu yeye ni maskini kwa sababu gani? Huyu yeye hamiliki chochote. Huyu yeye mnasema huyu ni tajiri kwa sababu gani? Ana simu ya tochi, pengine kagaiwa na mwanawe, sio yeye kainunua. Kwa hiyo mnapelekea yule mtu kukosa haki yake ya ukaya maskini. Wengine nyumba wamejengewa na watoto wao, si nyumba zao, lakini mnasema huyu ni tajiri, na mnasema nyewe wenyewe, sio serikali ambayo inasema hivi. Kwa hiyo kwa mara hii tumesema tutapita sisi wenyewe kwenye mikutano ili kuelimisha watu wengi waingie, au watu wote waweze kuingia kwenye mpango wa kaya maskini. Tumefahamiana vizuri? Sasa wewe ukisema huyu anamiliki simu ya tochi ni tajiri, wewe wenyewe ndio mnasema hayo. Then mnasema kwamba serikali huyu ni maskini, hana hivi, leo yeye hajapewa, hajaingizwa. Nyie wenyewe ndio mnaotoana, mnaita mtoano, au sio? Yeye katolewa na wewe unatolewa, au sio? Sasa mtoano ule usiwepo. Kubalini kwamba nyinyi mukubaliane, ili awe tajiri awe na nini na nini na nini, ili awe maskini basi awe vipi. Tumefahamiana vizuri? Lakini mkijenga hadhi ya mtoano, watu wachache ndio ambao watafaidika. Kwa hiyo tumeamua kwa sasa kuja kuwaelimisha ili kunusuru kaya maskini na nyinyi muweze kuingia kwenye mpango huu. Kwa hiyo tuwapeleke watoto shule, tuhakikishe kwamba watoto chini ya umri wa miaka 5 tunawapeleka kliniki ili zile fedha ziweze kuongezeka, kwa sababu mkiwa mtafanya hivyo ile fedha itakuwa ni nyingi kuliko kuwa mtoto ni mtoro. Wewe mama utapokea 20,000, itakusaidia nini? Itakuwa haikusaidii. Sasa fuateni utaratibu. Hapo vipi? Hapo vipi? Lakini kuna mama yeye amesema kwamba kulingana na hali yake anataka asaidiwe mpira wa mita 50. Mimi binafsi na mheshimiwa mkuu wa wilaya hilo jambo tutalifanya. Tunaomba yule mama aje aonane na ndugu yetu Tambuu, kwa sababu sisi tutaondoka, lakini kwa mwenyeji wetu kwa hapa atakuwa ni ndugu yetu Tambuu. Kwa hiyo nendeni mwende mkaseme pale, yule aliyesema aandike barua ile imfike mkuu wa wilaya, sisi tutamsaidia kwa kufanya hayo ambayo tumekusudia. Lakini wengine wameeleza juu ya mafanikio makubwa ambayo yameletwa na Jemedari Dr. Hussein Ali Mwinyi na Dr. Samia Suluhu Hassan, na mmeahidi kwamba hamtowaangusha. Na mimi niwaombe sana ndugu zangu, hawa ndio viongozi. Kiongozi anayekupendelea heri, kiongozi ambaye anakutakia amani, kiongozi ambaye anakuambia yeye kipaumbele chake ni amani. Ndugu zangu, hao ndio viongozi wa kuwaunga mkono. Vurugu halina maana, na sisi sote tumesema kwa pamoja tunaunga mkono juhudi hizi. Kwa mara hii tuwe mfano wana wilaya Micheweni, wana Kaskazini Pemba. Mimi nitazipeleka salamu zenu. Lakini mmezungumza juu ya changamoto, mmerejea changamoto hizi za suala kwa pale ilipokuwa haijafika huduma. Mmezungumza suala la kituo cha afya, mmezungumza suala la kituo cha afya ambacho kimejengwa kwa mfuko wa jimbo na ndugu yetu Saidi Saleh. Sisi tumesema kwamba kwa mara hii mfumo ambao tunakuja nao, kila shehia tutajenga kituo cha afya. Tunakwenda pale wana Kinoe, tuongezeeni eneo ili tuweze kujenga kituo na kupata nyumba za daktari ili waweze kukaa pale wawape huduma. Tumefanya vizuri.
Kwa hiyo mpango wa serikali mwaka 2025, mwaka 2024, mwaka 2025, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi alipitisha bajeti ya trilioni 2.5, na maendeleo haya ambayo mmeyaona ni pesa hizo ambazo zimezitaja. Kwa mara hii 2025 2026 amekusudia kufanya maendeleo makubwa na ametenga fedha taslimu trilioni 4.5. Hizi zitatumika kwa miradi ya maendeleo. Sasa tunawaambia wananchi, kaeni tayari, tafuteni maeneo. Wanaotaka shule za ghorofa, mdhamini hapa kasema kwamba tunadaiwa magorofa 8 ndani ya mkoa wa Kaskazini Pemba. Lakini pia tutajenga madarasa 1000, madarasa 1000. Ndugu zangu, madarasa hayo yatajengwa katika maeneo yetu, na kama yatajengwa kwenye maeneo yetu, tutakuwa hatuna tena lile tatizo la wanafunzi kuingia mikono miwili. Itakuwa ni utekelezaji wa maagizo ya Mheshimiwa Rais wa Zanzibar. Lakini pia kwa primary na maandalizi tutajenga madarasa 770. Mnasemaje? Mnasemaje? Lakini pia ndani ya kipindi hichi kuelekea uchaguzi mkuu, ajira za walimu zinaendelea. Kwa wale waliosomea walimu, nendeni Wizara ya Elimu mupate nafasi ili kuja kuwasaidia jamii yenu. Hii ndio maana tunasema maendeleo haya hayachagui, hayabagui. Kila mmoja anahusika na maendeleo haya. Baada ya kusema hayo, mimi nataka niwaambie wananchi, tumejitahidi kufafanua, tumejitahidi kuwaeleza. Nendeni mkakae kwa pamoja, muone kwamba chaguo lenu kwa mwaka 2025 itakapofika Oktoba, mwende kwa usalama na amani. Na asiwaambie mtu twendeni tarehe 28. Nyinyi sio wa kupiga kura tarehe 28. Hata mimi sipigi kura tarehe 28. Mkuu wa wilaya hapigi kura tarehe 28. Ni kwa wale watu maalum ambao watakuwa ni wanasimamia uchaguzi. Hawezi kukaa hapa Tumbe, ina maana anakwenda kusimamia uchaguzi eneo jingine, lazima apige kura yake mapema. Tumefahamiana vizuri? Sasa tusitishwe wala tusibabaishwe. Anayetaka kuiondosha kura ya mapema, kura ya mapema ilitungwa ndani ya Baraza la Wawakilishi. Haiondoshi Dr. Hussein wala mimi na mkuu wa wilaya. Wanayoondosha ni wawakilishi. Tuwaombe sana, kauli zinazotolewa kwamba nyinyi nendeni na nyinyi mkafanye hivyo, na waasa ndugu zangu, tufuate sheria, tufuate taratibu ili kuona kwamba uchaguzi huu unakwenda kwa usalama na amani. Na hao ambao mnaambiwa watakwenda tarehe 28 ni watu maalumu, wala hakuna tatizo la aina yoyote. Nataka niwaambie, hakuna ambaye atafanya kinyume na utaratibu, na wala sio watu wengi kama hivyo tunavyofikiria. Tumefahamiana vizuri? Sasa mnaanza kusema maneno. Acheni maneno na wafahamisha nikiwa na uhakika. Kiongozi wangu, kuna tatizo, rudini kwenye serikali ya mkoa au wilaya, njoni mseme. Tumefahamiana vizuri? Hapo vipi? Hapo vipi? Siasa ndugu zangu sio uhasama. Siasa ni jambo ambalo tumekubaliana kwamba tuingie katika mfumo wa vyama vingi kwa lengo la kupanua demokrasia, sio kuja kuleta uhasama au kuvurugana au kuleta viashiria vya uvunjifu wa amani. Hiyo itakuwa haileti dhana ile ya mfumo wa vyama vingi. Tumefahamiana vizuri? Hapo vipi? Mmenielewa? Mmenisikia? Na washukuru sana, asanteni sana kwa kunisikiliza. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, nikushukuru kwa dhati. Leo tunamaliza ziara katika wilaya yako. Kesho tutakuja kwa ajili ya kuonana na Macheni. Lakini niseme kwa dhati ya nafsi yangu na kwa sakafu ya moyo wangu, na washukuru sana wewe na timu yako pamoja na kamati yako ya usalama kwa mashirikiano makubwa mlioyatoa. Lakini nishukuru timu yetu, timu ya uratibu wa masuala mazima ambayo ni timu maalum ya Dr. Hussein Ali Mwinyi. Na washukuruni sana, hongereni sana na nyinyi.